Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Balozi Daktari Emmanuel Nchimbi amtembelea na kumjulia hali Rais mstaafu wa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar Daktari Aman Abeid Karume katika makazi yake huko Unguja. Na katika michezo, serikali kupitia Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan imezawadia timu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars shilingi milioni 500 kufuatia kufuzu hatua ya 16 bora ya mashindano ya AFCON. Habari za asubuhi mpenzi mtazamaji wetu, karibu sana katika kipindi cha Asubuhi Njema kinacholetwa kwako na Mikisa Mwetiana. Tunaanza na taarifa ya habari, lakini baadaye tutapata muda wa kuangalia kile kilichojiri katika upande wa magazeti. Karibu. Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Balozi Daktari Emmanuel Nchimbi ametembelea na kumjulia hali Rais mstaafu wa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar Mheshimiwa Aman Abeid Karume katika makazi yake Unguja, Zanzibar hapo jana. Kabla ya kumtembelea rais huyo mstaafu kwa siku ya jana, Makamu wa Rais Daktari Nchimbi alimtembelea Rais mstaafu wa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar awamu ya 7 Daktari Ali Mohamed Shein nyumbani kwake Unguja, wakati juzi alimtembelea Makamu wa Rais mstaafu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Mohamed Garibu Bilal nyumbani kwake Masaki jijini Dar es Salaam. Siku chache baada ya Mamlaka ya Mapato Tanzania TRA kutoa taarifa ya makusanyo ya mapato 2025-2026, ongezeko la mapato ya serikali, jumuiya ya wafanyabiashara nchini wameipongeza serikali ya awamu ya 6 chini ya Rais Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kuweka utaratibu mzuri na rafiki wa ukusanyaji wa kodi. Hii hapa ni taarifa zaidi. Mwenyekiti wa Jumuiya ya Wafanyabiashara Tanzania Bwana Hamisi Livembe amesema maboresho hayo ikiwemo kuondoa msururu wa kodi, vitisho na bugdha zilizokuwepo hapo awali yamechangia kwa kiasi kikubwa kuongezeka kwa mapato ya serikali, kwani wafanyabiashara sasa wanafanya shughuli zao kwa uhuru na utulivu. Tunashukuru kwa pongezi ambazo tumepewa na Kamishna Mkuu wa TRA pamoja na serikali kwa ujumla. Tumekuwa na mashirikiano mazuri baada ya kuingia kwa serikali ya awamu ya 6 na kurekebisha baadhi ya sera na baada ya vikao kadhaa. Ameongeza kuwa mazingira hayo mazuri yameongeza ufanisi, uaminifu kati ya serikali na walipa kodi, hali inawafanya wengi wao kuwa tayari kulipa kodi bila shinikizo. Ziko changamoto zingine zimpelekwa kwenye ile tume ya Rais, tunasubiri majibu yake. Najua ripoti itakapotoka na majibu na baadhi ya mambo yakarekebishwa, tunategemea hali itakuwa nzuri zaidi hapa tulipo. Baba yetu Mzee Mwenda, Kamishna Mkuu, yani hakikishe kila mmoja anayefanya biashara kuanzia wa chini alipe kwa udogo wake. Ahmad Nandonde, Channel 10, Lindi. Wakazi wa halmashauri ya mji wa Njombe kumrazi mtazamaji. Wakazi wa halmashauri ya mji wa Njombe wametaka viongozi kusimamia maendeleo kikamilifu katika kutatua changamoto zinazowakabili wananchi. Taarifa zaidi na Michael Patrick kutoka Njombe. Wakizungumza kwa nyakati tofauti, wakazi hao wamesema kuwa mwaka mpya unapaswa kuwa mwanzo wa mabadiliko chanya na hivyo kuwataka viongozi wawajibike kwenye mitaa yao. Naomba serikali tusaidie miundombinu yetu iboreshwe. Kuna maeneo barabara bado, kama umepita maeneo mengine barabara bado. Kwa hiyo naomba serikali iboreshe barabara zetu na kuongeza vituo vya afya, maana ni vichache maeneo vingine. Hasa sana ni barabara kwa kweli hazileti, yani kusema kwamba ndio mji wa halmashauri mji wa Njombe haipendezi, barabara zikiwa zote za vumbi afu haziko sahihi, mashimo ya kutosha, sio nzuri sana. Kwa upande wake, mwenyekiti wa halmashauri ya mji Njombe Erasto Mpete akizungumza katika mahojiano maalum kuhusu namna ambavyo wamejipanga kuhakikisha gurudumu la maendeleo linasimamiwa ipasavyo ndani ya halmashauri, amesema mikakati, tutakuwa na mipango mikakati ile ya kuanzisha miradi ambayo itakuwa na uzalishaji wa uhakika wa mapato, ili pengine tuweze kuja kupunguza tozo mbalimbali zinazowahusu wananchi, ambazo pengine tukishakuwa na miradi mikubwa ya ukusanyaji wa mapato kwa uhakika tutaweza kupunguza tozo zingine mbalimbali. Ninaungana na Mheshimiwa Anthony Mtaka, mkuu wetu wa mkoa. Nyakati nyingi sana anasema kila wakati halmashauri au watumishi wanafikiria tu ushuru wa vyoo.
Hata hivyo, mwenyekiti huyo katika mwaka mpya 2026 atakuwa sio yule ambaye alizoeleka katika miaka mitano iliyopita. Kwa mwaka huu 2026 tuongeze uwajibikaji. Sisemi katika maana hatukuwajibika visivyo. Wapo ambao ilikuwa ni changamoto, lakini wapo ambao wamefanya kazi vizuri. Kwa hiyo rai yangu kwa wale ambao hawakufanya kazi vizuri, tubadilike. Nitakuwa tofauti kidogo na miaka iliyopita. Mfumo wangu nitakao kwenda nao kwa mwaka 2026 ni tofauti na 2025. Kutoka mkoani Njombe, Michael Patrick, Channel 10. Baadhi ya wananchi wa kata ya Visiga, mtaa wa Madafu, wamesema wako hatarini kukumbwa na magonjwa ya mlipuko pamoja na kushindwa kufanya shughuli mbalimbali za kiuchumi ikiwemo biashara ya vyakula kufuatia kuenea kwa nzi wengi katika eneo hilo. Margaret Malisa anayo taarifa zaidi. Ni mwendelezo wa ziara ya mstahiki meya wa manispaa ya Kibaha Daktari Mawazo Nikas kuzungumza na wananchi, kusikiliza kero zao na kuzitafutia ufumbuzi, ambapo leo hii ziara hiyo imefanyika katika kata ya Visiga, wananchi wakiibua kero mbalimbali zikiwemo huduma ya maji, umeme na miundombinu. Hata hivyo, kero kubwa iliyotawala ni kuenea kwa nzi, hali inayodaiwa kukwamisha shughuli za kiuchumi na kuzua hofu ya kuibuka kwa magonjwa ya mlipuko. Kwamba kuna shamba la kuku liko karibu na mji, nayo ni chanzo, wanatupa kinyesi pembeni. Sasa kile kinyesi kinazalisha nzi, kienda kitazalisha nzi kwa kuwa nafuga kuku, na sisi kama jamii tunazalisha nzi kwa kuwa tunataka holela. Mfano ni mimi mwenyewe, mimi na pale na ofisi yangu ambayo inahudumia vinywaji na chakula. Kwenye ile huduma yangu mimi ya kutoa vinywaji na chakula, unakuta mgeni anakuja au mkazi wa pale anakuja kuhitaji chakula, anapewa vizuri, lakini kitendo cha wale nzi wanapovamia kile chakula na kinywaji chake kinamfanya akasirike na kukususia wewe chakula chako, akizani kwamba wewe ni mchafu. Hivyo inaniathiri mimi kwa kiwango kikubwa kiasi kwamba nashindwa kufanya biashara, na huku serikali ikihitajika mimi nilipe kodi yake kwa usahihi. Sasa tunaomba na viwanda hivi viondoke kwenye maeneo ya makazi ya watu, wakaweke kwenye makazi maeneo maalum ya viwanda huko Zegereni. Baada ya malalamiko hayo, mstahiki meya Daktari Mawazo Nikas akiwa ameambatana na ujumbe wake alifanya ziara ya kushitukiza katika kiwanda hicho cha ufugaji wa kuku cha Roseberry Farm kwa lengo la kujionea hali halisi na kutoa maelekezo stahiki. Tumejionea ni kweli kuna nzi wengi, lakini tumeongea na mwekezaji kwamba atatumia fumigation na madawa mengine ili kuhakikisha kwamba hakuna nzi wanaendelea kuwasumbua wananchi wetu. Kwa hiyo tunawaomba wawekezaji katika mkoa wetu waje kwa wingi, maafisa afya na mazingira waje wawatembelee wawekezaji wetu, kuwaelekeza namna nzuri ya kuweza kuwekeza na namna ya kuendesha miradi yao wanayowekeza. Tunawapenda wawekezaji, karibuni mkoa wa Pwani, mkoa wa viwanda, wilaya ya Kibaha, karibuni manispaa ya Kibaha, tuwekeze viwanda. Maeneo haya yana maeneo mengi ya viwanda ambayo bado hayajawekezwa bado. Kwa upande wao, wawekezaji hao wa Roseberry Farm wamekiri kuwepo kwa changamoto ya nzi, wakieleza inatokana na shughuli za uzalishaji zinazoendelea, kusema tayari wamechukua hatua mbalimbali ikiwemo kupiga dawa maalum za kuangamiza nzi hao. Margaret Malisa, Channel 10. Wakazi wa mamlaka ya mji mdogo wa Katoro wilayani Geita mkoani Geita wameiomba serikali kuweka kituo cha zimamoto na uokoaji katika eneo hilo baada ya moto mkubwa kuzuka na kuteketeza eneo maarufu la starehe linalojulikana kama Suzi Lounge. Taarifa zaidi na mwandishi wetu Mrisho Sadik kutoka huko Geita. Haikuwa ndoto wala simulizi za mababu wa kale, ni ukweli mchungu. Mwanzo wa mwaka, sehemu ya starehe imegeuka majivu. Kwa mujibu wa mashuhuda wa tukio hilo, wameeleza kuwa moto huo umezuka ghafla baada ya umeme kukatika na kurejea. Walisikia mlipuko kabla ya moto kuenea kwa kasi. Tuliokuwepo kazini na bosi tulishirikiana kuuzima na fire extinguisher maji, lakini moto ulishindikana, ikabidi tutoke. Vinywaji vingi vyote vimeungua, ambapo kwenye sehemu ya roja nani ya baani. Kwa hiyo kule vitu vyote vimeungua. Mkurugenzi wa Suzi Lounge Peter Cheo amesema mali zote zilizokuwa katika eneo hilo zimeteketea kwa moto, huku mbunge wa jimbo la Katoro kwa niaba ya wakazi wa eneo hilo
ameiomba serikali kuanzisha kituo cha zimamoto kwa kuwa mji huo unaokuwa kwa kasi umekuwa ukikumbwa na majanga hayo na kuwaacha wananchi na umasikini wa kutupwa. Shida ilikuwa ni umeme. Umeme ulikuwa ukija, ulikuwa ukikata kila baada ya sekunde kadhaa unarudi, kila baada ya sekunde kadhaa unarudi. Sasa nadhani sasa umeme umekuja kurudi kwa kasi kubwa. Tukawa tunasikia kama kitu kimelipuka. Baada ya kuendelea kufuatilia, tukaona ni moto umeshika. Tumeanza jitihada za kuzima moto mapema, lakini sasa moto ukatuzidi. Tunapata zimamoto kutoka Geita, ambao umbali wa kutoka Geita kwa gari ya kawaida ni dakika 45. Tupate gari la zimamoto, hata kama wanajiandaa kupata kituo cha zimamoto, tupate gari ambayo itakuwa standby. Akithibitisha tukio hilo, mkuu wa kituo cha zimamoto na uokoaji mkoani Geita amesema katika tukio hilo hakuna madhara ya kibinadamu na kwamba zipo jitihada zinafanyika ili kusogeza huduma hiyo ndani ya mwaka huu. Kwa hiyo tunapokuwa tunapokea taarifa kwa umbali huo, na ukizingatia pia kwamba wananchi pia wanatoa taarifa kwa kuchelewa wakati mwingine, kwa hiyo tuna delayment ya almost saa nzima hapo katikati. Kwa hiyo moto unapokuwa unawaka ndani ya saa nzima hamjafika kwenye tukio ni changamoto. Jeshi la Zimamoto na Uokoaji kwa mkoa wa Geita au ina mpango wa kuanzisha ofisi hapa kwa mji wa Katoro. Katika kupoteza bado kuna uhai wa kuendelea kupambana. Kutoka Geita, mimi ni Mrisho Sadik. Naibu Waziri wa Fedha Laurent Luswetula ameihakikishia jumuiya ya wafanyabiashara na wajasiriamali nchini kwamba serikali itaendelea kuwawekea mazingira mazuri ya uwekezaji na ufanyaji biashara ili kukuza biashara zao. Hamisi Mkotia ana undani wa hii taarifa. Naibu waziri huyo ametoa kauli hiyo wakati akizungumza na jumuiya ya wafanyabiashara mjini Mpanda mkoani Katavi, ambapo amesisitiza kuwa hatua hiyo imelenga kuongeza tija katika biashara na mapato ya serikali kwa ujumla kupitia ulipaji wa kodi. Amesema serikali inayoongozwa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan imefanya kazi kubwa ya kusisimua biashara na kuagiza ulipaji kodi usio wa kutumia nguvu, hatua iliyosababisha mapato yatokanayo na kodi kuongezeka kwa kiwango kikubwa. Kwa sababu tunaelewa ya kwamba mazingira ambayo sio rafiki kwa mfanyabiashara yatamfanya afanye maamuzi mengine, labda kuacha biashara au kwenda sehemu nyingine ambayo anaona kwamba hii ni eneo sahihi ambayo naweza nikafanya biashara. Lakini kwa sababu Mama Samia Suluhu Hassan, rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, anaelewa hivyo kwamba ni lazima tuwalinde wafanya biashara wetu, na ndiyo maana ninyi ni mashahidi ya kwamba mazingira bora ya kufanya kazi yameboreshwa sana na Mama Samia. Aidha, amewataka wafanyabiashara nchini kuendelea kuunga mkono juhudi za serikali za kuwaletea wananchi maendeleo kwa kulipa kodi kwa hiari, kwani fedha hizo hutumika kutekeleza miradi mbalimbali ya maendeleo. Kwa sababu hapo zamani tulikuwa tunashuhudia wafanyabiashara wengi wanalalamika kuhusu watu wa kusanya mapato, hawa watu wa TRA, wakilalamika ya kwamba mitaji yetu ni midogo lakini kodi tunazolipa ni kubwa. Wafanya biashara wengi walifunga biashara zao na kuna wengine walihamia nchi jirani. Lakini ndugu zangu, kwa sasa hivi nina imani hata ninyi wafanya biashara mnafurahia biashara zenu kwa sababu ya mazingira mazuri yaliyowekwa na serikali ya Mama Samia Suluhu Hassan. Mwenyekiti wa jumuiya ya wafanyabiashara mjini Mpanda, Amani Mahela, aliishukuru serikali kwa kuweka mazingira mazuri ya ufanyaji biashara na kushauri hatua zaidi ziendelee kuchukuliwa ili kuwawezesha kufanya shughuli zao kwa ufanisi, ikiwemo kusamehe madai ya kodi ya miaka 5 iliyopita. Kwamba watu kwa sasa hivi wameogopa ni kwamba kodi na reflect kwenye maendeleo yanayoonekana. Hospitali zipo, shule tumeona zikijengwa. Kwa hiyo tunapoambiwa kwamba kodi ni kwa maendeleo yetu, kidogo yenyewe yake. Na niombe yeye mlioko huko sasa tusaidie kulinda kodi zetu. Yaani hakikisha tunafanya kazi tunayotaka kufanya na sio ifanye kazi ya mambo mengine ya watu. Mimi ni Hamisi Mkotia wa Channel 10. Hifadhi ya Taifa ya Mikumi inajivunia kuwa na miundombinu yenye kutoa nafasi kwa urahisi zaidi katika kuwaona wanyama, huku ikitajwa kama eneo ambalo unaweza kumwona mnyama simba
kwa urahisi zaidi. Taarifa ya Jimmy Mengele kutoka Morogoro inafafanua zaidi. Akiongea mara baada ya kumalizika kwa kutembelea katika hifadhi hiyo, matembezi yaliohudhuriwa na Waziri wa Maliasili na Utalii Dr. Ashatu Kijaji, ambapo mwikolojia katika hifadhi hiyo Peter Mathew amesema watalii wengi huwa wanavutiwa zaidi pale wanapomwona simba. Kila mtalii anayekuja ndani ya hifadhi huwa anakuwa na hamu sasa ya kumwona simba kwa macho yake akiwa katika mazingira yake ya asili. Na hii inatokana na tabia za simba, namna anavyoishi. Hiyo inasababisha watalii wengi, na naweza kusema watalii wote, akija ndani ya hifadhi akitoka bila kumuona simba huwa anasikitika sana. Mwikolojia Mathew alielezea sifa za simba anapokuwa hifadhini. Simba huwa waishi wenyewe. Huwa inatokea mara chache pale ambapo dume ambaye atakuwa amepigwa na kuenguliwa katika kundi, yeye ndo anaweza akawa peke yake kwa muda fulani, lakini atapokutana na simba mwingine ambaye naye yupo peke yake, basi wao wanaunganisha nguvu na wanaendelea kuishi wakiwa wawili namna hiyo. Kwa upande wake, Waziri wa Maliasili na Utalii Dr. Ashatu Kijaji amesema Watanzania wengi wameendelea kujitokeza kwenda kufanya utalii katika hifadhi za Mikumi, wakiunga jitihada za Rais Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tuko hapa hifadhi ya taifa Mikumi na tunaona kweli wameitikia. Watanzania wako ndani ya hifadhi ya taifa Mikumi. Nyuma yangu nina kundi la watalii wa ndani zaidi ya 100 walioko nyuma yangu, na magari mengine tunayaona yanaendelea kuingia. Nikiripoti kutoka mkoani Morogoro, ni Jimmy Mengele wa Channel 10. Mtazamaji, na sasa tuangazie habari za michezo na burudani. Serikali kupitia Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan ameizawadia timu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars shilingi milioni 500 kufuatia kufanikiwa kufuzu hatua ya 16 bora katika michuano ya mataifa ya Afrika AFCON, ambapo timu hiyo inashuka dimbani leo kumenyana na wenyeji Morocco. Taarifa zaidi na mwana michezo wetu. Taarifa ya zawadi hiyo imetolewa na Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Mwigulu Nchemba wakati akizungumza na wachezaji pamoja na benchi la ufundi la Taifa Stars kwa njia ya simu walipotembelewa na Naibu Waziri wa Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo Mheshimiwa Paul Makonda. Waziri Mkuu Dr. Nchemba amesema kuwa Mheshimiwa Rais amewapongeza wachezaji, benchi la ufundi pamoja na Watanzania wote kwa mafanikio hayo ya kihistoria na kusisitiza kuwa serikali itaendelea kuunga mkono timu hiyo. Aidha, Waziri Mkuu ameongeza kuwa Rais Dr. Samia ameahidi kutoa zawadi nono zaidi endapo Taifa Stars itaendelea kufanya vizuri na kufanikiwa kutinga hatua ya robo fainali ya michuano hiyo inayoendelea nchini Morocco. Niwafikishie salamu za Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan. Ndio. Anawapongeza sana. Amenipa niwafikishie salamu hizi za pongezi. Hongereni sana. Nashukuru sana. Na amewafuatilia kuanzia mchezo wa kwanza ndio mpaka mchezo wa juzi ambao umeandika historia ya Tanzania. Amenituma niwafikishie hizo salamu za pongezi. Hongereni sana sana. Tunashukuru sana Mheshimiwa Waziri Mkuu kwa morali mkubwa. Na la pili, amenituma kwa niaba ya serikali niwaambie serikali iko pamoja na ninyi huko na inatambua yale masuala ambayo serikali inatakiwa kukamilisha, na tayari mengine nadhani utakuwa mmepata hizo taarifa za utekelezaji wake. Kabisa Mheshimiwa Waziri Mkuu. Sehemu zingine za kuboresha serikali itaendelea kukamilisha kwa wakati. Sawa kabisa mkuu. Akanituma pia niwafikishie salamu za pongezi kwa historia hii ambayo mmeiandika. Ndio. Imetangulizwa shilingi za Kitanzania milioni 500 kwa ajili ya kuwapongeza kwa hatua hiyo kubwa ambayo mmefika. Tunashukuru sana Mheshimiwa Waziri Mkuu. Na Mheshimiwa Rais amesema serikali iko pamoja nanyi. Ndio. Na katika mchezo unaofuata vijana wakapambanie bendera ya taifa, wakapambanie heshima ya Tanzania, wakapambanie wimbo wa taifa. Na amesema pongezi yake kama mtaweza kufuzu hatua nyingine inayofuata, atatoa tamko yeye mwenyewe hapo, hatatuma mwakilishi. Makofi mengi sana kwa Mheshimiwa Rais. Mimi ni Juma Abdurrahmani na hii ni Channel 10. Asante sana Juma kwa habari hiyo ya michezo.
Hapo inatuhitimishia taarifa yetu ya habari. Hivi punde tutarudi tena kwa ajili ya kuangalia kile kilichojili katika upande wa magazeti yaliyotufikia asubuhi ya leo.